tutaenda kuisoma kwa kifupi. Pale tunaona vitu vingi. Pengine kuna watu hawakuepo na mimi naenda hapo, sitataka niache. Timotheo wa pili 3:1-5. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Hizo nimezisema. Haleluya. Kwa hiyo nyakati za hatari. Ndio akaanza kuweka vitu vingi, ile idadi. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, vingi akaweka. Nikasema jumla ya vitu vyote pale ni ubinafsi. Na tukasema kuna namna ya upendo wa aina 3 pale wako duniani. Upendo wa nafsi, upendo wa pesa, upendo wa anasa na dunia hii. Na hivyo ndivyo vitu vinavyompa shetani kuendelea kulitawala kanisa. Upendo wa Mungu umepotea. Kanisa la kwanza kabisa Yesu kuliandikia ujumbe ule wa ufunuo, kanisa la Efeso. Anaandika, anawaambia, ninajua habari zako, ninajua juhudi yako, ninajua namna ambavyo unapenda Mungu na nini, lakini nina jambo juu yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Haleluya. Wengi, hebu jiulize, tafuta kujua kama ukuletwa na kama uliwahi kuokoka, kwa sababu hivyo ni vitu vingine tofauti. Haleluya. Vitu tofauti. Kwa mbali haikuokoka kweli, ile siku ya kwanza ulipata hiyo neema, ikawa inabani huko ndani. Hebu ikumbuke. Mimi nakumbuka, hakuna kitu kingine nilichokuwa nataka kusikia. Yaani ukiniambia, nataka, nahisi kila wakati kama niko mbinguni, nahisi nataka kuelea kile cha Mungu tu ndio nataka kufanya. Nataka tu mdogo, lakini ndicho ndani ya moyo wangu sitaki kusikia chochote isipokuwa Yesu. Sasa ukitaka kujua kwamba umeacha habari ile ya upendo wako wa kwanza, hebu fikiria ile ulipookoka, ulipopata neema, ukapata ile real conviction uko ndani. Ulikuwaje? Alafu uone unaendeleaje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu kilichokuwa ndani ndio ufalme wa Mungu ule. Kama kimeondoka ndio giza hilo, ndio shetani ameingiza kitu kingine. Ule ndio ufalme wa Mungu ule. Haleluya. Haleluya. Na nazungumza hivyo kwa sababu ninaamini kuna namna, najua kabisa kuna namna. Kama ukuwahi kupata hii namna ya experience hii, uweze ukanielewa, lakini utanielewa pale. Kuna watu hata tukiwa tunaabudu huku, tumekuwa tukiona kwamba mtu anakwenda, anaingia, anabujika, anafika mahali ile hali, na ukitoka hapo namna unavyojisikia. Hiyo ndio kitu ambacho Mungu anataka uendelee kuwa nacho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa hiyo kitu kikubwa sana ambacho nataka kuongeza kwa upendo huu, kinachoshinda hapa ni upendo wa kwanza. Huu upendo wa kwanza ndio upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu unapigana na upendo wa nafsi, upendo wa pesa na upendo wa anasa. Kama upendo wa Mungu hauko ndani mwako, hutaweza kushinda upendo ulioko duniani wa aina 3. Upendo wa Mungu kisha ingia ndani mwako, utapigana na upendo wa nafsi yako. Hautaitwa mtu mbinafsi tena. Utapigana na upendo wako kwa fedha, maana Yesu anasema kuna miungu wawili, Mungu mkuu na Mungu pesa. Wewe utakuwa tena mtu mpenda fedha kuliko Mungu wako. Hautapata tena shida, hautapigana tena na anasa za dunia. Maana upendo wa Mungu utapigana na kupenda kwako anasa za dunia. Haleluya. Kwa hiyo upendo
upendo, ule upendo wa kwanza umepotea. Tumeona ile Injili ya Yohana anasema kwamba watu wengi, upendo wa wengi, maasi yataongezeka kwa sababu upendo wa wengi utafanya nini? Utapoa. Upendo wa wengi umepoa. Yaani upendo wa wakati ulivyoanza maisha ya wokovu, ulivyoanza, upendo umepoa. Kwa hiyo maasi yataongezeka. Upendo wa Mungu ukiwa moto ndani yako unapigana na upendo wa hivi vingine vyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwa nini unataka kumtumia? Nataka kumtumikia Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini wewe upendo wako kwanza, nataka kumtumikia Mungu kwa sababu utapata pesa. Naweza ukapata pesa. Inasikitisha sana, kuna wakati fulani kwa jirani yangu tu nikaa nyumbani. Jirani wakati tuko huku mwanzo huku. Mwanzo hata tukawa na huduma hapa. Kwa vijana wakawa wanafanya kazi ya kupaua nyumba. Ndio unajua kuna vitu vingi wanaongea kule. Wanasema, mwanangu hata mimi nataka nikafungue kanisa. Ndio naona kazi zinazolipa siku hizi wanapiga nyumba. Yaani unatamani uende ukamkamata umchane. Lakini unakuja unafikiria tena kwamba hivi anachosema ni uongo 100%? Ni uongo 100%? Hapana. Kwa unakuta sasa shetani kwa sababu huwa anachukulia kile ambacho ni kidogo kuharibu kazi yoyote, kuharibu kazi za ufalme. Kwa hiyo ameamua kuchukulia lile. Haleluya. Na nadhani mmewahi kusikia tu kazi za Mungu zinatukanwa huko kwa ajili ya vitu vya ajabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Ninaomba yes. Tusema hapa tuna masaa mawili na hapa nina dakika 39 nyingine. Naomba tusimame tuimbe wimbo. Kwa wale ambao wanafuatilia ni muhimu sana ili niweze kuingia kipengele hiki kingine cha mwisho. Simama. Tahadhari nyingine ya majira haya tunayoishi iliyoko katika kitabu cha nabii Isaya 24. Na akule ni Mathayo 24, Isaya 24 sawa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mwanzo nilipopata kujua hii na nilipopata namna ya ufunuo zaidi juu ya chapter hii na kile kinachoendelea hata duniani sasa hivi, basi nikawa motivated. Ni muhimu sana kufahamu. Isaya 24 ni moja ya sura muhimu sana inayoelezea kile kinachotokea duniani sasa hivi. Wakati huo kilikuwa inaelezea kile kitakachotokea, lakini ni sura muhimu sana inayoelezea kile kinachotokea duniani sasa hivi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nitasoma baadhi ya mistari ujue kile kinachotokea. Nasema nabii wa Mungu, tazama Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakao ndani yake. Sura pili. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya mtumwa ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyo hali ya anunuaye. Yaani maneno hayo si niwaambieje. Kama ilivyo hali yenu ndivyo itakavyokuwa hali yangu. Yaani majira haya yatakapofika, hakuna tena atakayejiita sitaki spendi sana kwa, lakini sasa hivi hii dunia hii kwa kile kinachoendelea pale ambako kumepigwa sasa zaidi, hakuna mkubwa na mdogo sasa hivi. Yaani kila hali akiwa wote hali sawa. Wewe utapigwa na corona, yule atapigwa. Mtawala juu atapigwa, aliye juu atapigwa. Kwa hiyo aliye chini, aliye juu wote. Bosi na mtumwa wote, kama ilivyo hali ya wote itakuwa hivyo. Hakuna kitakacho hapo Mungu anaanza kukuonyesha mamlaka yake ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo yani kuna namna fulani
nilipenda nifupishe hiyo hali hapo ili tuende pia kule kwingine ambako najua kuna tusaidia zaidi. Ule mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Sasa wale wanaodhani ya kwamba Mungu husema neno lake likaacha kutimia, nataka kuambie maneno haya yatatimia yote. Tuko katika mwanzo wa utimilifu hayo maneno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mstari wa 4 asema dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika. Tena kama ilivyo sasa hivi inazungumzia present. Wewe chukulia hivi. Hali hii ni muhimu sana na nzuri sana katika kujifunza hii chapter. Narudia hiyo mstari wa 4. Dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Mstari wa 5. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria. Hivi vitu vitatu hapa ndio vinavyoleta kudhoofika. Huu mstari wa 5. Narudia, tena dunia imetiwa unajisi, yani imeharibiwa, imechafuliwa kwa watu wanaoikaa. Sisi tunaokaa huku dunia tumeichafua. Haya mambo matatu hapa. Haya, moja, kwa maana wameziasi sheria za Mungu. 2, wamebadili amri za Mungu, wamelivunja agano la milele. Hivyo vitu vitatu. Meiasi sheria, meiasi amri za Mungu na neno la Mungu. Watu hawataki kutii tena. Ndio sijui niseme nini, lakini ninachoweza kuambia tu nimshukuru Mungu. Nadhani ni mmoja watu aliowapa neema ya kuwapa ufunuo clear kwa hiki ambacho kipo kinaendelea huko katika ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kuziasi amri za Mungu, wameziasi sheria, amri, neno la Mungu. Wamebadili amri. Ukiona hapa kubadili amri na mimi naamini nayo ina mchango mkubwa, kweli kubwa. Dunia hii kila mahali wanajadili, yani wamethubutu bila aibu, bila kumjali Mungu, bila kumheshimu Mungu, bila kufanya nini. Kila mahali wanajadili na kuendelea kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Bila aibu, bila chochote ile. Udhalilishaji wa kijinsia, udhalilishaji wa watoto, bila, yani vinafanyika. Sasa hizo ndio kubadili sheria. Unakumbuka kama unaweza ukasoma kile kitabu, uketwende hapo mara moja, Warumi nadhani ni Warumi sura ya 1. Warumi sura ya 1. Okay, tuanzie pale 21, nasoma haraka. Kwanza 21. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu asiye na uharibifu. Naamini moja ya vile vitu ambavyo watu wanaendelea kuabudu vitu, sanamu, vitu badala ya Mungu. Hiyo namna ya utukufu wa Mungu unabadilishwa. Anasema
kwa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambavyo. 24. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. 25. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu, kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. 26. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Najua wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Kwa hiyo kinachotokea ni malipo ya upotevu. Dunia hii hakuna mtu tena ambaye anaonekana, yani sasa hivi mijadala ya kupingana na kile ambacho Mungu, amri za Mungu, neno la Mungu imepelekwa sasa, ni mijadala ambayo wanadamu wataiamua kwa hekima zao. Kwa hiyo Mungu ameiacha dunia ipotee kwa uangamivu wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Narudi pale Isaya 24. Narudi Isaya 24. Narudi pale mstari wa 5. Tena dunia imetoa unajisi kwa watu wanaoikaa, maana wameziasi sheria, wamebadili amri, wamevunja agano la milele. Hakuna mtu anayeogopa tena. Hakuna mtu anayesimama akasema jamani, hiki hapa Mungu amesema. Hakuna. Kwa wanadhani ya kwamba hekima ya wanadamu inaweza ikaamua kuwa na kile wanachodhani kwamba akili zao ni sawasawa au sio sawasawa. Hayo mambo matatu: kubadili agano la Mungu la milele. Mungu akisema kwamba ni hivi, nimemuumba mwanamke namna hii, mwanaume wa namna hii, hawe ukibadili, kuna mambo ambayo yanamchukiza Mungu sana. Kila dhambi inamchukiza Mungu, lakini dhambi za kuabudu miungu, kuabudu sanamu, dhambi za zinaa, uzinzi, aina yote ile, hizi dhambi huwa zinachochea hasira ya Mungu kwa haraka sana. Maana Mungu ni Mungu mwenye wivu. Unapoabudu kitu kingine chochote kile, haleluya. Nataka kuambia, ndio maana nimesema ni nyakati za hatari. Niliwahi kuzungumza mara nyingi. Tembea sana katika neno la Mungu, utakao upotee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatosha. Tembea sana katika neno la Mungu. Si kila kitu ambacho unarithishwa katika imani kinafaa wewe kwenda nacho. Sio. Vingine inabidi ufanye juhudi kwa neema ya Mungu ikusaidie uvifute, japokuwa vilikuwa vilishashika chapa huko ndani ya moyo wako. Na mafundisho haya nimekuwa nikifundisha sana hapa kanisani. Kwa hiyo sitaendelea zaidi hapo. Hayo mambo matatu narudia: kuziasi sheria za Mungu, kubadili amri, kuvunja agano la milele. Na hivyo ndivyo vitu vitatu ambavyo yule wa mwisho atakaye kuja kabla ya Yesu Kristo kuja, anayekuja wa mwisho kabisa, ni roho ya mpinga Kristo, ambaye ni mpinga Kristo, ambaye yeye yuko tayari, lakini udhihirisho wake ndio utakuwa wa mwisho kabisa.
Na Bwana atakapokuja, Biblia inasema atakuja ili aje amwangamize huyo mpinga Kristo. Haleluya. Na hivi vitu hivi ninavyotajwa hapa ndivyo mpinga Kristo anavyovitenda. Kwanza, kuhakikisha kwamba watu hawaziasi sheria za Mungu, wanazibadili, kwa maana rekebisha. Neno la Mungu hapa rekebisha. Hiki ifanye hiki. Hiki kiwe hivi. Haleluya. Na mnajua ninyi kama mnafuatilia vizuri, ziko na Biblia za mpinga Kristo clear. Bwana Yesu asifiwe. Ambazo zimerekebisha baadhi ya mambo. Kulivunja agano la Mungu. Mstari wa 6 asema ndio sababu laana imeila dunia hii. Hapa nilisimama nikawaambia, kinachoona hangaikeni, msiwe na hofu kama ninyi ni watoto wa Mungu. Liitieni jina la Bwana. Maana mnachokiona ni mwanzo wa uchungu wa kuzaa, hakitatupita. Ni lazima tupate uchungu ili tuupokee ufalme. Haleluya. Ni mwanzo wa uchungu. Hautakusaidia kuwa na hofu ya aina yote. Tuliitie jina la Bwana tu. Kwa hiyo anasema hapa mstari wa 6 kwamba ndio sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndio sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Unajua wakati mwingine nasikia yeye hatumjui Mungu. Yaani tunadhani, unajua sisi tunadhani Mungu yule aliyeangamiza Sodoma na Gomora, yaani tunadhani kwamba ni Mungu tofauti. Au tunadhani kwamba sisi ni wema zaidi ya wale watu wa Sodoma na Gomora. Yule aliyeangamiza dunia ile kwa gharika, tunadhani Mungu tofauti. Au sisi ni wema kuliko wale watu kule. Haleluya. Nataka kuambia hapana. Na Biblia inasema ya kwamba tusidhani kwamba sisi ni wema kuliko wale. Huruma ya Mungu tu. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia, unaposikia wamekufa, wamefanya hii, nchi fulani wamefanya hivi, unaanza kuona ajabu. Ina maana umesahau huyu ni Mungu yule yule. Yaani hicho kidogo anachofanya unaona ni ajabu. Tumrudie tu Mungu, tumlilie tu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akaamua, nilikwambia yeye ametuumba, anaweza akafanya chochote. Alisema sitashindana na mwanadamu, akatoa miaka kutoka 1000 akaleta 120. Kwani anashindwa? Asema okay, sitashindana nao. Hii nchi wameamua, okay, ngoja niwaonyeshe. Lakini ninawaeleza siri. Kwa ajili ya wateule, kwa ajili ya kanisa, halijawa tayari. Bado kila kitu kitaonekana hivyo, lakini bado Mungu ataleta huruma yake kwa ajili ya wateule wake. Ndio maana nasema unaomba kwa ajili ya wakati huu, au wewe unapaparika na hofu. Nikisema hapa, wangapi ambao wanakaa zaidi kwenye magoti kuombea nchi na kuombea dunia, kuombea hali iliyopo, zaidi ya kusoma na kupiga hofu na kila mtu anayesema hapana bwana, nchi haijajipanga kama wengine, haijajipanga. Wasaidie basi kujipanga. Wewe si mwana nchi, saidia rais kujipanga. Wewe omba, sehemu yetu ni kuomba. Kinachoponya hii nchi sio kujipanga peke yake, ni Mungu watu watakapomrudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Siwezi nikasema neno tofauti kama mtumishi wa Mungu, na alisema hilo ambalo Roho Mtakatifu anashuhudia huko ndani ya moyo. Kitakachosaidia hii dunia sio mipango mingi. Wanasema, na mnajua si kwamba napinga, sio mipango mingi namna ya kunawa, sio mipango mingi namna ya Mungu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa tunafuata vile vingine kwa namna ambayo kwa sababu Mungu anataka tufuate hivyo. Lakini yeye ndiye tumemwasi. Watu wanaoishi huku duniani wameonekana kuwa na hatia. Usianze kusema hawa watu wa huku duniani tuna hatia, mpendwa. Kama wewe unadhani mwana wa Mungu unasubiri ufalme. Manake hapa anazungumzia kabla ya hiyo siku kuja hiyo iliyo kubwa. Haya mambo ndio yatatokea. Ndio maana nimekwambia tuko katika wakati gani, uweze ukajua. Haleluya. Kwa hiyo wewe unafanya nini? Tuombe tu huruma za Mwenyezi Mungu, tuombe rehema, tuombe huruma za Mungu. Acha nirudie, mimi jumuiya yangu niliyopewa ni ninyi wa hapa wadogo. Ngoja niwaambie, nirudie tena. Ugonjwa huu upo, Mungu anaonyesha ulimwengu kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na upo kwa ajili ya hasira ya Mungu na watu wamemchukiza. Lakini hajaja kuuangamiza ulimwengu. Amekuja kuambia mimi ni Mungu, mnirudie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya.